Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa JJ Creative Studio, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi. Anza asubuhi kwa nguvu mpya kwa kuinua jina la Yesu juu ya maisha yako. Yesu akiinuliwa juu, mioyo inaunganishwa, maisha yanabadilika. Ni mimi binti Josefati, nikusihi makinika nami hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Na ikiwa ni Novemba 24, somo linasema kipimo cha tabia katika hukumu. Na wote waliokosa wenye sheria watahukumiwa kwa sheria, kwa sababu sio wale waisikiao sheria walio wenye haki mbele za Mungu, bali ni wale waitendao sheria ndio watahesabiwa haki. Warumi 2:12 na 13. Tuombe. Asante Baba Mungu kwa asubuhi njema. Tunajikabidhi mikononi mwako asubuhi ya leo. Tunapoenda kujifunza maandiko yako, tunaomba Roho wako mwema tuongoze. Ni haya machache kupitia jina lako Yesu Kristo. Amina. Wale waliokuwa wameipokea nuru kuhusu upatanisho wa Kristo na uendelevu wa kudumu wa sheria ya Mungu, waliogundua kuwa haya mambo yalikuwa ukweli uliowasilishwa katika Ufunuo 14. Vipengele mbalimbali vya ujumbe wa sura hii huunda onyo lenye sehemu tatu linaloandaa wakazi wa dunia kwa ajili ya ujio wa pili wa Bwana. Tangazo: saa ya hukumu yake imekuja. Huelekeza macho kwa kazi ya kufunga huduma ya Kristo kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Linatoa habari njema za ukweli ambao inapasa uhubiriwe mpaka maombezi ya Mwokozi yatakapokoma na yeye kurudi duniani kuwachukua watu wake na kuwapeleka kwake mwenyewe. Kazi ya kuhukumu iliyoanza mwaka 1844 inapasa iendelee hadi kesi za watu wote ziamriwe, za makundi yote mawili ya walio hai na ya waliokufa. Kwa maana hukumu hiyo itaendelea mpaka kufungwa kwa rehema kwa wanadamu, ili watu waweze kujiandaa kusimama katika hukumu. Ujumbe unawaamrisha: mcheni Mungu na kumtukuza, na msujudieni yeye aliyeziumba mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Matokeo ya kuukubali ujumbe huu yametajwa katika neno. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Ili kujiandaa kwa ajili ya hukumu, ni lazima watu waishike sheria ya Mungu. Sheria ile ndiyo itakuwa kipimo cha tabia katika hukumu. Mtume Paulo anasema, na wote waliokosa wenye sheria watahukumiwa kwa sheria, katika siku ile Mungu atakapozihukumu siri za wanadamu sawa sawa na Injili yangu kwa Kristo Yesu. Na anasema kuwa waitendao sheria watakaohesabiwa haki. Warumi 2:12 hadi 16. Imani ni ya lazima ili kuitii sheria ya Mungu, kwa kuwa pasipo imani haiwezekani kumpendeza, na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Waebrania 16:6 na Warumi 14:23. Kwa njia ya malaika wa kwanza, watu wanaalikwa kumcha Mungu na kumtukuza na kumsujudia yeye aliye muumbaji wa mbingu na nchi. Ili kufanya jambo hili, inawalazimu kuitii sheria yake. Alisema mwenye hekima, mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Mhubiri 12:13. Bila utii kwa amri zake hakuna ibada inayoweza kumpendeza Mungu. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu
kwamba tuzishike amri zake. Yeye aligeuzaye sikio lake asiisikie sheria, hata sala yake ni chukizo. Utasoma Yohana wa kwanza 5 mstari wa 3 na Mithali 28 mstari wa 9. Swali lenye mvuto kwa kila mmoja wetu linatakiwa kuwa, je, mimi ninatimiza matakwa ya sheria ya Mungu? Ni kwa kujichunguza kwa kina katika mwangaza wa neno la Mungu tu ndipo tunaweza kugundua namna tulivyopotea kwenye sheria yake takatifu ya haki. Ndani ya Kristo tunaweza kusamehewa uovu wetu wa kale, na katika uimara wake tunakuzwa na kuwa wanamume na wanawake wakamilifu katika Kristo Yesu. Utasoma Youth Instructor la Juni 10 mwaka 1897. Huu ni mwisho wa somo la Novemba 24, kipimo cha tabia katika hukumu. Tuombe. Asante Baba Mungu kwa kuwa pamoja nasi katika masomo haya. Tunajikabidhi mikononi mwako Baba. Tunaomba baraka zako ziwe pamoja nasi, tuongoze, tusogee zaidi karibu na wewe. Ni haya machache kupitia jina lako Yesu Kristo. Amina. Anakuja, Yesu yu